Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni Jumatatu ambapo huwa tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Tunajua zipo baraka nyingi ambazo Mungu amezitenga kwa ajili ya watu wake, na tunapoenda kujiweka wakfu kwake tunajiambatanisha na zile baraka ambazo Mungu amezikusudia kwetu. Na tunajua ndani ya baraka zipo baraka ambazo zinatokana na mambo ambayo yanatoka kwa Mungu kuja kwetu, lakini zipo baraka za kulindwa na kuepushwa na mabaya, nazo ni sehemu za baraka. Baraka ni package kubwa. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kuomba Mungu atubariki sawa sawa na maandiko, tukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa 29, maandiko yanasema, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Hizi ni baraka ambazo Mungu ameziainisha kwamba kila siku inapoitwa leo zipo baraka, na tunapojiweka wakfu kwa Bwana tunakuwa sehemu ya hizi baraka za kila siku, tunakuwa sehemu ya baraka za leo. Kwa hiyo tunaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu tunaomba utubariki leo, lakini pia tunamwambia Mungu tunaomba wiki nzima hii iwe ni wiki ya baraka kwetu. Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana tupewe baraka kutoka kwa Bwana alizoziamuru kwetu, tulindwe na nguvu za Mungu kinyume na giza lote katika ulimwengu wa roho. Nimekuwa nikipokea shuhuda, na ninadhani kama nasoma zile shuhuda zetu tunazozituma, utakuta watu wanashuhudia kabisa ya kwamba hakika tumeona ni Bwana aliyetulinda, tumeona kuhudumiwa na Mungu. Kwa sababu ndivyo ilivyo ya kwamba watu wanapojiweka wakfu kwa Bwana wanalindwa na kuhudumiwa na Mungu. Kwa hiyo mtu anasema, ninaona nimeepushwa na ajali, lakini ninaona kabisa ndani yangu nashuhudiwa ni kwa sababu nilijiweka wakfu kwa Bwana. Ninaona nimeepushwa na mabaya kwa sababu nilijiweka wakfu kwa Bwana. Hata wewe unapoenda mbele za Bwana kujiweka wakfu, wewe una uhakika ya kwamba utalindwa na Bwana. Kuna mitego mingi adui ameiweka, kuna uharibifu mwingi adui ameuweka, lakini tutashindaje huo uharibifu? Kwa sababu hata hatujui mahali unapotokea, hatujui. Lazima tuwe kwenye agano la kulindwa na Bwana, ili adui anapopanda uharibifu, mahali popote atakapopanda uharibifu, basi giza litakaposimama, basi likutane na nguvu za Mungu na agano la Mungu. Kwa hamna mahali ambapo umepanda uharibifu na ule uharibifu ukabaki kwetu. Mungu wetu atatulinda, Mungu wetu atatutetea, Mungu wetu atatupigania. Taka twende mbele za Bwana tukamwombe Mungu kwamba mahali popote ambapo pamepandwa uharibifu hakutasimama uharibifu kwa jina la Yesu. Iwe ni kwenye afya zetu hakutasimama, iwe ni kwenye kazi mikono yetu hakutasimama, iwe kwa watoto wetu hakutasimama, iwe ni mahali popote tuingiapo na tutokapo, uharibifu hautasimama katika jina la Yesu. Kwa hiyo nataka twende mbele za Bwana tukamwombe Mungu na tujiweke wakfu kwake. Tumwambie Mungu, sisi hatuna Mungu mwingine, tuna wewe tu wa kutulinda, hatuna msaada mwingine, msaada wetu watoka kwako. Kwa tunapoenda mbele za Bwana na kujiweka wakfu, huo una uhakika kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Hebu tuende mbele za Bwana tujiweke wakfu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi nzuri ambayo Bwana umetupa. Tunakushukuru kwa ajili ya Jumatatu njema ambayo inatambulisha mwanzo wa wiki yetu. Tunajiweka wakfu kwako Mungu wa kweli. Uliwaambia wana wa Israeli wajiweke wakfu ili upate kuwabariki, nasi tunajiweka wakfu. Tunajua zipo baraka ulizoziamuru, ulizozitenga kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa maana umesema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba neema yako na rehema zako, mkono
mkono wako wenye nguvu ukawe dhahiri katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa vile ambavyo hutatuacha wala hutatupungukia. Tunajua adui atakuja kwa njia moja, lakini utamuondoa mbele yetu kwa njia 7. Tunajua ajenda za adui hazitafanikiwa kwa namna iwayo yote. Demonic agenda, roho chafu zitendazo kazi ambazo zimejipanga kuleta uharibifu ndani ya wiki hii kinyume na maisha yetu hazitafanikiwa. Roho za hofu, wasiwasi na mashaka hazitafanikiwa. Roho za mauti hazitafanikiwa. Spiritual attacks, roho za kuvamizi hazitafanikiwa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunaomba neema yako kwa ajili yetu, kwa ajili ya nchi yetu. Tunaomba neema kwa ajili ya Watanzania wote. Roho Mtakatifu, ukatulinde kinyume na uharibifu wote, kinyume na giza zote. Ajenda zote za giza zikanyamazishwe. Ajenda zako Bwana zikainuke. Tukatembee katika ulinzi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Tulindwe na wewe, lakini Mungu, zipo baraka za kutoka kwako. Hatuna namna tunaweza tukatembea pasipo kubarikiwa na wewe, Mungu wa kweli. Zipo baraka kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba baraka hizo zikawe kwetu. Lakini Mungu aliye hai, hatutaki kupitia roho ya utumwa iletayo hofu. Tunataka kupokea roho itokayo kwako. Biblia inasema ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Mungu aliye hai, hatutaki utumwa wa hofu katika jina la Yesu. Tunaukataa utumwa wa hofu katika maisha yetu. Tunakataa hofu zote katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila hofu kwenye maisha yetu tunazikataa katika jina la Yesu. Roho za mateso za kila aina tunazikataa kwa jina la Yesu. Magonjwa tunayakataa katika jina la Yesu. Roho chafu zitendazo kazi tunazikataa katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima vyote ni vyako Jehova. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Baba, asante kwa neema na rehema. Tunajiweka wakfu sasa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wiki nzima iwe ni wiki ya baraka, iwe ni wiki ya neema. Hakutakuwa na uharibifu wao wote, bali tutatembea kwenye neema yako. Baba, nakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako nzuri ya kujiweka wakfu kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.